Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin, amma ba'd. Ndugu zangu watukufu watazamaji wa chaneli pendwa Al-Hidayah, leo tazungumza jambo moja la kuhusiana na ubora wa kumlea yatima. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man at'ama yatiman wasaqahu hatta yastaghna anhu wajabat lahu aljanna, yule ambaye atamlisha yatima na akamnywesha mpaka akatosheka, basi imemwajibikia yeye pepo. Lakini vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumwambia sahaba mmoja, atuhibu an yalina qalbaka wa tudriku hajataka, hivi wewe unapenda ulainike moyo wako na uweze kupata haja zako? Basi akamwambia ndiyo. Akamwambia basi kama unataka hayo, fanya haya fuatayo. Jambo la kwanza, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalinu qalbaka wa tudriku hajataka. Fanya haya fuatayo, nayo ni la kwanza, mhurumie yatima na pangusa kichwa chake na umlishe katika chakula chako. Basi ukifanya hayo, yalinu qalbaka, utakuwa laini moyo wako, watudhiriku hajataka, na utaipata haja yako. Lakini hadithi nyingine Mtume asema, man awa yatiman lillah wa aqama bihi ihtisaban lillah waqa ajruhu ala Allah wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Mwenye kumkusanya yatima kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na akasimama naye kwa sababu ya kutaka malipo kwa Mwenyezi Mungu, basi anasema yametuka malipo yake juu ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hawezi kupoteza ujira wa mwenye kufanya matendo mengi mema. Kwa machayo yatoshe. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum.